Praise the name of the Lord. Tusalimiane hivi kama unatutazama wakati huu asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani ya kwamba Bwana amekulinda, Bwana amekuhifadhi. Mungu wetu amekuwa mwaminifu kwako na ameweza kukufikia katika huu ambao tunaenda kusikia neno la Bwana. Na nina imani ya kwamba hili neno litakuwa la baraka kwako. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi tukaweze kugawana neno lake kwa pamoja mchana wa leo. Na nina imani kubwa ya kwamba hili neno ambalo nitalizungumza kulingana na vile Bwana ameiweka ndani yangu litakuwa la msaada kwako, na yeyote ambaye utashiriki na yeye hili neno litamsaidia kuendelea na imani katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo ujumbe wetu wa siku ya leo, kama jinsi ambavyo nilikuwa nimeweka katika mitandao, ni kusema kwamba there is a better report. Praise the Lord. There is a better report. Na wakati ambapo tunaongea kuhusu report, tunaongea kuhusu ujumbe. Na wakati huu watu wa Mungu, nataka niwaambie kwamba kuna ujumbe nyingi ambazo tunasikia. Kuna habari nyingi ambazo tunapokea. Na tunapokea kutoka kila eneo. Tunapokea kutoka kwa World Health Organization, tunapokea kutoka kwa serikali na ni vizuri, tunapokea kwa watu ambao wamesoma na ni vizuri, tunapokea kwa madaktari na ni vizuri, tunapokea kwa marafiki zetu na ni vizuri. Lakini kuna jambo moja ambalo nataka nikwambie, ya kwamba hizi ripoti zote ambazo zinatukujia wakati huu, nyingi ya hizo sio ripoti nzuri na ni za kufuja mioyo. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo mimi nataka nikuletee ujumbe ambao ni wa kuleta hope, ni wa kuleta amani, na ni ujumbe ambao utaleta furaha katika maisha yako kuanzia sasa na kuendelea katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo ningependa tuweze kushukuru kwa sababu ya hili neno, na ninaamini kwamba Bwana ataweza kutubariki mahali popote ulipo. Ningeomba ya kwamba ukaweze kuinamisha uso wako, tuweze kumshukuru Bwana. Tumwambie Bwana ni asante, na tumwambie Bwana aendelee pamoja nasi katika jina la Yesu. Baba wetu mbinguni, katika jina la Yesu, tunashuka sana mbinguni pako asubuhi ya leo, Mfalme mkuu. Wewe uliye juu na unatawala mbinguni na duniani Bwana. Tunasema ya kwamba ni wewe tu unayestahili sifa zote, unayestahili utukufu wote. Na asubuhi ya leo katika jina la Yesu, tuko hapa ndio Bwana tukaweze kukuinua, tukaweze kukupatia sifa. Na tunaomba ya kwamba utuelekeze na ufunuo wako na Roho wako Mtakatifu tunapozungumza hili neno. Bwana nisaidie maisha ya wengi katika jina la Yesu. Asante kwa sababu kwa yeyote ambaye anatutazama wakati huu, ninaombarikisha kwako Bwana. Ninaomba neno hili Mfalme likapande msingi katika maisha ya mtu, likaweze kuwa na mizizi, likaweze kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza Bwana, ninakupa sifa Bwana, ninakuenzi Bwana, na ninaliheshimu jina lako. Wewe ni Mungu mkuu na hakuna aliye kama wewe Bwana, katika jina la Yesu. Wote ambao Bwana wa mbinguni wako katika hospitali kwa sababu ya coronavirus, tunaomba Bwana ukumbuke, maana wewe peke yako ndio unaweza kuwaponya. Katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Tuseme amen. Bwana asifiwe. Nimetakuja kusema ya kwamba the title of our message today is that there is a better report, or kuna habari ambayo ni nzuri. Bwana asifiwe. Na nikiongea kuhusu habari nzuri, wapendwa, ninaongea kuhusu habari ambayo ni ya kutia moyo, habari ambayo ni ya kuweka mahali ambapo kumevunjika kuweze kushikana tena. Ni habari ambayo inafanya mtazamo wetu uwe wa tofauti. Ni habari ambayo inatutia nguvu na inainua imani zetu tukaweze kumtazama Bwana na kutembea na Bwana na kupata ushindi katika Bwana. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikukaribishe sana. Nataka nikukaribishe kabisa katika ibada hii. Usikie kwamba uko mahali pazuri, usikie kwamba mchungaji amekukaribisha. Na kwa wale ambao wameingia mara ya kwanza, naitwa Pastor Ben. Na kwa hivyo ukiingia kwa hiyo page nzuri, tujue ya kwamba uko pamoja nasi kwa kulike na kucomment na kushare, na Bwana ataweza kukubariki. Praise the name of the living God. Na sasa wakati ambapo tunaangalia katika hiyo Ezekiel 37, kuna mambo matano ambayo nataka nikufundishe kutoka kwa hiyo verses 1 to 10, na ninaamini kwamba itakuwa ya baraka kubwa kwako
jina la Yesu. Na ninataka nitangulie kwa kukuambia ya kwamba hii Ezekiel 37 haijaanza na ripoti nzuri. Amen. By the way, imeanza na kuonyeshana watu ambao walikuwa wamekufa. Imeanza na mtu wa Mungu kubebwa katika roho, anapelekwa katika valley. Na ukiona mahali ambapo mtu anabebwa na Mungu, nataka ujue ya kwamba haikuwa karibu. It was a distance. Na inawezekana kuwa watu wengi hawako wanajua mahali hapo. Ni kwa sababu inaonekana kama ilikuwa kiwanja ya vita. Na wakati ambapo kulikuwa na vita, watu wengi wakakufa. Biblia inasema ya kwamba jeshi kubwa la Israeli likaweza kukufa. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo tunaanza kuona a sense of death, ama a valley ambayo ina reflect death. Na death si kitu kizuri. Acha nikwambie kwamba kama kuna mahali ambapo ni scary ama panaleta uoga, ni mahali ambapo kifo kinatajwa. Ni ukweli ama si ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunaona kabisa sasa wakati ambapo Ezekiel alipelekwa katika ile valley, Biblia inatuambia kwamba he was put in the midst of the valley. Na Biblia inatuambia kwamba akapelekwa to and fro, akaonyeshwa kabisa vile ambavyo mambo yalikuwa mabaya. Nataka nikuambie mpendwa, wakati huu hii dunia ambayo tunaishi, siongei kuhusu Kenya, naongea kuhusu ulimwengu mzima. Inakaa like a valley of death. Kila mtu ako na uoga. Na ni kitu gani tunaogopa? Ni kukufa, kuuawa na coronavirus. Sasa hii watu waogopi cancer. By the way, rarely tunasikia ikitajwa wakati huu. Ile kitu inatajwa ni ile kitu ambayo imeangamiza watu wengi sana kwa dunia. Coronavirus ama COVID-19. Na mimi nataka nikuambie ya kwamba even in this valley, kwa sababu wakati ambapo mtu wa Mungu alipelekwa, Mungu hakumwacha hapo akamwambia sasa fanya vile ambavyo unataka. Aliweza kupelekwa pale, na wakati ambapo alipelekwa, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweza kumuonyesha, na Mungu alikuwa pamoja na yeye. Pia mtu aliye karibu na wewe ya kwamba even at this time in this valley of the world, kwa sababu dunia yote saa hii imefanyika kama a valley of death, Mungu yuko katikati yetu katika jina la Yesu. Na tutaenda kushinda ni kwa sababu mahali ambapo Mungu yupo hatuwezi anguka. Mungu hatatuachilia. Jamani, hakuna mahali ambapo Mungu ametuachilia. Mungu yuko pamoja nasi. Even in this valley, God is together with us. Praise the name of the living God. Na sasa tukiingia katika mstari wa pili, kuna mambo ambayo nataka tuanze kuyasoma mahali hapa. Na ninaamini kwamba itakuwa ya faida sana kwetu na Mungu wetu ataweza kutubariki. Mstari wa pili, Biblia inasema namna hii, Ezekiel 37. Hata title yake inashangaza. Mstari wa pili inasema, then he caused me to pass by them all aloud, and behold, there were very many in the open. That is the first part ambao nilikuwa nataka uelewe ya kwamba wakati ambapo Ezekiel alikuwa anatembezwa katika roho, aliona mifupa, na haikuwa kidogo. Biblia inasema ya kwamba ilikuwa mifupa mingi. They were numerous. What does this mean to us? Praise the name of the living God. Sahi, wakati ambapo tunaongea kuhusu hiyo ujumbe, numerous people, watu wengi, they are in a valley of worries. Yeah? Watu wengi wako katika valley ya uoga about their loved ones, their friends, their businesses, their jobs. Zote katika dunia mzima. Numerous, millions of people. Isn't millions or billions of people in the world. Right at the moment, tuko katika hofu. Na hakuna mtu, usidanganywe na mtu abakwambia kwamba hana uoga. Kila mtu anaogopa fulani. Kila mtu kuna kile kitu anaogopa. Praise the name of the living God. Na hapa Biblia inatuambia ya kwamba alionyeshwa, akaona mifupa ilikuwa nyingi, haikuwa kidogo. Na jambo la pili, Biblia inatuambia kwamba the bones were dry. Praise the Lord. Na nataka nikuambie hivi, wakati ambapo Ezekiel alikuwa anatembezwa katika ile valley, aliona mifupa ya kila aina. Na Biblia inatuambia vizuri ya kwamba kwa sababu ilikuwa muda mrefu tangu hiyo watu wakufe, hakuna mfupa ilikuwa na ingine. Na kwa hivyo alikuwa anakutana na mfupa wa kichwa pande hii, anakutana na mfupa wa miguu pande hii nyingine, anakutana na mfupa wa motirimo pande hii nyingine, anakutana na arm bone the other side. Na yote hakuna kitu ilikuwa inakaa ingine. Praise the name of the living God. Anakutana na mifupa ya backbone, na anaona kabisa hii ilikuwa mfupa ya mtu.
anakutana na ya mguu anaona hii ilikuwa ya mtu, anakutana na ya mkono anaona hii ni mtu mwingine. Na kwa sababu walikuwa wengi, hivyo ndivyo basi hata mifupa ilikuwa nyingi. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo watu wa Mungu, ninataka nikuambie kwamba wakati ambapo Mungu anaangalia dunia, he is capable to control the world with his sovereignty and his power in a moment, any time anataka. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii the human knowledge, the human wisdom, mambo yote ya ambayo inahusiana na wanadamu, Mungu ameipeleka ikakuwa zero. Like ni zero kabisa. Hakuna kitu ambacho mwanadamu anaweza sema ninaweza kufanya. Na kwa hivyo hekima zetu, maujuzi zetu, nguvu zetu, pesa zetu, zote tunaletwa tunakuwa sufuri. Kwa sababu ni Mungu anafanya kazi. Praise the name of the living God. In the flood, hivyo ndivyo kulikuwa. Hakuna kitu ilikuwa inafanya kazi. It was quiet moment. Kama vile ambavyo kulivyo katika dunia saa hii. Watu ambao tunazoea kuona wakiongea sana hawaongei, wamenyamaza. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu kuna nini? We are in a valley. In a valley there is no freedom. In a valley there is no easy way to escape. Na kwa hivyo wakati ambapo watu wameingizwa katika valley, ile kitu inaingia kwanza ni worry. Tazama wanasiasa wetu wako wapi? Mataifa ambayo yanaongea sana kwa dunia, where are they? Where are they? People ambao lazima wapie kwa magazeti na kwa media kila siku, where are they? Saa hii kila kitu ni corona, kutoka asubuhi mpaka jioni. Hakuna kitu kingine watu wanaongea kuhusu. Praise the name of the living God. Lakini nataka nikuambie ya kwamba that is the situation ambayo ilikuwa wakati kama huu. Kila kitu ilikuwa silent. Because where there is death, kwa kaburi hakuna sauti, kwa kaburi hakuna movement, kwa kaburi hakuna highway, kwa kaburi hakuna chakula mzuri. Ndio maana unaona watu wengi wamefukiwa katika dunia hii. Sasa hii hakuna kitu mtu anaenjoy. Praise the name of the Lord. The present of this life has come to me. Kila kitu inakaa kama imeenda chini. Praise the name of the living God. But in the midst of this, there is a better report. Nimekuja kukuambia kwamba kuna report nzuri ambayo Mungu analeta kwetu in the midst of the valley of death. Hallelujah. Na hiyo tukiendelea kusoma Biblia inasema kwamba there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. The sense of hopelessness. Ndio hiyo ambayo inatuonyesha hapo. Na ninataka uandike hiyo vizuri. For my point number 2 is point of hopelessness. Katika dunia saa hii, watu wa Mungu nataka niwaambie kwamba everybody is hopeless. Juzi nilikuwa natazama nikaona Amerika wanasema kwamba hawana ventilator. And therefore wanasema wale watu ambao wamewezwa na hii ugonjwa watolewe kwa ventilators, wale ambao wanaonekana kama wanaweza kuwa hai wawekwe kwa hiyo. Is that not hopelessness? Praise the name of the Lord. Watu ambao wako na pesa, wako na nguvu, wanafika mahali ambapo ujuzi yao, pesa zao, nguvu zao zinafika mwisho. Hawezi saidika. That is condition ya valley of death. Praise the name of the living God. Hakuna kitu inaonekana kama inaweza kufanya kazi. Watu ujuzi zao na akili zao na intelligence zao zimefika mwisho. Knowledge zao zimefika mwisho. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo wanaona ni heri hata tuone mtu akikufa, tumtoe tu aage dunia. Na mimi ninaomba ya kwamba katika taifa hili na Afrika na hata mataifa mengine tusifike hapo katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Because that is the highest point ambao mwanadamu anaweza kufika. Sema ya kwamba sasa wacha tutoe mtu hata hapa Kenya, mtu akiwa ICU na daktari angalia aone kama kwamba there is no hope, hakuna matumaini ya kuishi tena. Huaga wanaambia family ya kwamba tunaomba mtusaidie na kusaini makaratasi consent. Mseme ya kwamba mmekubaliana ya kwamba sasa tunaweza toa hawa watu, tunaweza toa huyu mtu kwa mashini aage pole pole. Watu wengi hawakubali. Ni hali mtu tu akufe national death kuliko kutolewa ile kitu ambayo inamsaidia kupumua akufe. Praise the Lord. Na hapo ndio dunia imefika sasa. Tazama watu ambao wanakufa. Saa hii thousands and thousands of people are dead. Why? There is no help. The sense of hopelessness in the world ndio ina manifest saa hii. Amen. But in the midst of that there is a better report. Kuna ripoti nzuri, na ripoti nzuri haitoki kwa madaktari.
Maana yake wanatuambia prepare yourself for the worst times. Me, I'm not preparing myself for worst times. I am preparing myself for better times. For there is a better report. Hallelujah. If you are listening to me, I want to tell you, prepare yourself for a better report. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Biblia inasema ya kwamba the bones were not only dry, but they were very dry. Very dry. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba kulingana na vile ambavyo imeandikwa hapa, ni kama hakuna matumaini tena. Tayari matumaini imekwisha na imekwisha kabisa. There is no hope in the dead bones. They were very dry. Amen. Na Biblia inatuambia kwamba they were not only dry, lakini tayari kifo kilikuwa manifest. Amen. Manake these people, Biblia inatuambia, ukisoma hizo verses, Biblia inatuambia kwamba walikuwa watu ambao walikuwa ni jeshi, walikuwa kwenye vita. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaongea ilikuwa mifupa mingi, ilikuwa mifupa imekauka. Lazima tuelewe ya kwamba haikuwa hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni mambo mangapi ambao tunapitia ambao hayako uhai this day as we talk. Look at our social life. Bwana asifiwe. Lakini nataka nikwambie ya kwamba we can be disconnected physically, affected socially, but we cannot be disconnected socially, because right now I can speak a message of God to you. I can speak a message of hope to your life. I can speak a message of encouragement to you. Praise the name of the Lord. I can speak the word of God to you. Hallelujah. That is to say, physically, we are disconnected. Socially, tumeaffectiwa. Lakini we are not completely disconnected. Hallelujah. Economies, they are dying. They are dying. Nilikuwa naangalia wanasema ya kwamba zinaenda katika miguu. Wakati wanasema economy inaenda kwa miguu, haiendi juu, inaenda chini. In other words, the economy is collapsing. Ni vile hawezi kutumia kusema ya kwamba the economy is dying. Hallelujah. Lakini nataka nikuambie, the situation in the valley of death, the valley of dry bones, ilikuwa inatuonyesha kwamba tayari hakukuwa na life mahali pale. Na nimetakulia kuambia kwamba mahali ambapo hakuna life, there is total silence. Siku yenye utaingia kwa kaburi, mahali ambapo watu wamezikwa, usikie kukiongewa, ujue kwamba kuna shetani. It is not voice of God. Because in the graves hakuna sauti. Ama ukuta mtu anatoka kwa kaburi, anasimama na anarudi chini, ujue kwamba hiyo ni shetani. Si mambo ambayo inahusiana na Mungu. Na hivyo ndio nakwambia kwamba there is total silence. Saa hii hata news tumesahau. Tunangojea saa 9 ifike, tukuje tukue updated. Kila mtu ako kwa TV, tunaangalia tuambiwe ni watu wangapi ambao wako affected na ni watu wangapi ambao wameuawa na corona. Lakini nataka nikwambia kwamba God is on the throne. Mungu wetu anatawala. And our tomorrow is better than today, for there is a better report in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of the living God. Na sasa wakati ambapo ninaongea hivyo, hata movement kwa kaburi hakuna. In death there is no movement. Ni kukaa mahali moja. Angalia dunia, ni watu wangapi ambao wako katika lockdown? How many people? Wamefungiwa makwao, hakuna kutoka. Chakula unaletewa hapo. Maji unaletewa hapo. Ukitaka dawa ya kichwa unaletewa hapo. Because there is no movement. Dunia inakaa the valley of dry bones. Watu wa Mungu. There is no highway katika kaburi. Hakuna la. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the living God. Because the signs of life are small. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiambiwa tusiende, hatuendi. Sasa hii tumeweka kafi. Nani wanafanya biashara usiku? Biashara zetu. Wenye walikuwa wanafanya biashara usiku, they are dying. Amen. Praise the name of the Lord. Kuna watu wengine wamepoteza kazi zao. Na hiyo si kuanga economic.
Si nikupa ukipoteza kazi mpendwa, nataka kukwambia kwamba it's not a good sign. But I have come with a message for you today. There is a better report. Don't lose hope. Usikufe moyo. Maana yake kuna ripoti nzuri kutoka kwa Bwana. Na tukimalizia tutakuja kukwambia ile mambo yote ambayo ilikuja ikafanyika mahali hapa. Na ndio moyo wako upate nguvu na ujue ya kwamba Mungu wetu hata katika hii hali yuko hai. Hajakufa. Our Redeemer is alive. He lived. Na anaona kila kitu. Omnipresent God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata wakati ambapo Ezekiel hapo anajua there is a valley of dry bones. Watu ambao walikuwa hapo, God knew. Akamchukua, akambeba, he transported Ezekiel, akampeleka mpaka katika hiyo valley. That is our God even today, who is going to bring a change, who is going to change the situation, who is going to bring life where seems to be no life, who is going to bring hope where seems there is no hope, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kama daktari, kama madawa haitibu, it is only, our hope is only in God, who holds a better report for us in the name of Jesus. Na sasa nataka nikuambie hiyo kitu kingine ya kwamba Biblia inazidi kutuambia. Biblia inatuambia kwamba we are looking at the condition ambayo ilikuwa kwenye the valley of dry bones. Biblia inatuambia kwamba na hii mifupa ilikuwa imekauka, ilikuwa ya kitambo, haikuwa mpya. Na ndio maana unapata ya kwamba haikuwa na nyama hata kidogo, haikuwa na sinio hata kidogo, hata hakukuwa na harufu. Maana wakati imekauka imeisha kabisa, there is no smell. Praise the name of the Lord. Inatuonyesha ilikuwa imekauka. Ingine ilikuwa tayari imedogonoa na hainas. Na upo na paka za msituni zimemaliza nyama zote. Hakuna kitu inaweza onekana. Na kwa hivyo ilikuwa imekauka, kama kuna jina la Kiswahili linasema kukauka kaukau. Hii ilikuwa imekauka hivyo. Praise the name of the living God. It was decomposed, ikachomwa na jua. Na sasa hapa ndio nafikiria sasa Ezekiel aliulizwa na Mungu kama inaweza kuwa hai, akaangalia vile ambavyo imekauka. Akaona kichwa iko peke yake. Akaona mguu iko peke yake. Akaona kidole na nikamfupa si kidole, hakuna nyama. It is not a body, it is bones. Akaona ya kwamba mimi hii swali siwezi jibu. Hii kitu siwezi jibu. Kwa sababu ya vile situation ilikuwa. Praise the name of the Lord. Ilikuwa ya kitambo, ilikuwa imekauka, ilikuwa imekosa value, na sasa ile kitu ingefanya mzuri ni kutapaka. Ilikuwa imehakana kwenye hilo fani yote. Praise the name of the Lord. It was old. It's not something that just happened in one day. Sasa hii tunaongea mambo ya corona, inaingia mwezi ya pili hapa Kenya. Na wakati ambapo tunaongea kuhusu ugonjwa, hata ya siku 3 ni old. I'm telling you, it is old. Mtu anauliza nitatoka katika hii hali siku gani? It is not a good thing. Ugonjwa si kitu kizuri, ni hali tuongee mambo mengine. Watu wa Mungu. It is old, and actually sasa hii tunakaa hivi tunaona kama ni karibu mwaka mmoja. Maana kila mtu anauliza hii kiodo hiki kitu kitaisha siku gani? Hili jambo litaisha siku gani? We are tired of this thing. It is very old to us. Hallelujah. But I have a better report for you in the name of Jesus. Hallelujah. There is a better report. Na Biblia inazidi kutuambia hiyo ingine nikitaja jambo la 4. Biblia inatuambia kwamba it was not connected to one another. Na kwa hivyo tunaongea mambo ya mifupa ambao haiko katika mwili. There was no connection, no connection. Kama ni mkono hata haungejua ni nani. Na by the way, wakati ambapo tunaongea kuhusu it was not connected. Wakati nilikuwa naangalia hii part ya mifupa, kila mfupa iko mahali pake. Maana yake ukisoma Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo ilitafsiri it was prophesied. Biblia inasema kila mfupa ilikimbia ikienda position yake. Hiyo ni kutuambia vizuri ya kwamba hii mifupa haikuwa connected na miili yao. Tayari ilikuwa imegongwa. Mimi naona kama maybe haina ilikuwa imebeba moja kama kilomita 2. Hiyo ingine ikabeba ya kisho, mbwa mwitu ikapeleka kama kilomita ingine 3. Kwa hivyo hakuna kitu ilikuwa na kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hii tukiangalia duniani, are we connected or disconnected? Jiuliza hiyo swali. Kila mtu anakaa kwake. Hatujajua Kenya kuna lockdown, lakini kila mtu anataka kukaa kwa nyumba. Watoto tulifungia kitabu wakati waliambiwa watoke shule. Hakuna mahali wanaenda. Are we connected or disconnected? Or are we unconnected? Bwana sifiwe. Look at the businesses.
Are they connected or unconnected? Look at our social life. Tunaambiwa weka mita moja. Sasa mtu wako mita moja ako pale. Are you connected with that person or not? Marafiki zako. Kuna mtu aliniambia sasa hivi tunasalimiana na miguu. Miguu haijawahi salimiana. Miguu haijawahi salimiana. Tunasalimiana na mikono. Lakini mtu wako mita moja utasalimia yeye namna gani? Hata tukiambiwa tusalimiane mtu wako mita moja si utasalimia yeye kama ni mtu ambaye kuna shida ya maakili. Na hapo anakuambia kwamba socially kuna problem. Economically kuna problem. Medically kuna problem. Kuna hizo sifi. Wale watu ambao wanajua sasa hivi wamefika kiwango ya kuwa hawajui. Bwana sifiwe sana. Praise the name of the Lord. They don't know. They are looking for things. We are unconnected. Kila mtu na shida yake. Kenya inashughulikia shida yake. Mipaka imefungwa. Are we not disconnected? Ukitaka kwenda Uganda huwezi enda. Wenye walikuwa wanaenda China hawaendi. Walikuwa na Amerika hawaendi. Watu wa Germany hawaendi. Sasa are we not disconnected? Hapa Kenya nimesikia juzi wakisema ya kwamba hata counties wanaweka mipaka. Hakuna kutoka Nairobi kwenda mahali pengine. Hakuna kutoka hiyo county kwenda county nyingine. Sasa na watu wetu, our loved ones, wazazi wetu, madugu zetu hawako Nairobi na sisi. Mnataka kuniambia hiyo si disconnection? Hiyo ni situation ya valley of death. Ama valley of dry bones where there is no hope. Watu hawako pamoja tena. Bwana sifiwe. Hata kuna family ambao mzee anatoka kazi. Lazima kwanza anapewa distance. Mpaka aoge abadilishe alafu ndio kuja salimia watoto. Disconnection hata ndani yetu imetoka nje. Na watu wa Mungu acha nikuambie, hii disconnection inaendelea kuja karibu. Day in vile mnaona na baada hii cases inaongezeka, ndio disconnection inaenda kutukaribia. Na mimi nataka nikuambia kwamba there is hope. There is a better report even in the midst of this. Na sio report ya vaccine. Amen. Na sio ripoti ya watu wa dunia kwa sababu kama wako naye wangekuwa wametoa. Amen. Lakini there is a better report. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hata ukienda kwa bank unasafiwa na mtu ambaye haoni, unasikia tu kasauti. How can I do for you? Akiwa na huko ndani. How can I help you? Akiwa side nyingine. Hakuna kuonana na amejifuka hata huwezi jua ni mtu gani. Watu wakijifuka hivi vitu ambao watu wanafuga mamaski, hauwezi kujua mtu ni nani. Anafuga kichwa, anafuga masikio, kila mahali. We are disconnected. Amen. Praise the name of the Lord. Everything is looking horrific. There is a sense of hopelessness. There is a sense of fear. But I have come to tell you today, there is a better report. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Na nataka nikuambie ukiangalia hiyo condition yote ya mifupa na vile ambavyo ilikuwa. Wewe unaona namna gani? Si unaona ilikuwa scary. Ilikuwa hali ambayo ni ya kuleta uoga sana. Ilikuwa fear. Hata saa hii mtu akipelekwa mahali kama hapo, wewe unanitazama, unafikiria unaweza kaa katika valley of dead bones mimi dakika kama ngapi? Si utaambia Mungu ya kwamba ninataka uniondoe kwa haraka. Kama mtu akikufa tunatoroka jamani. Na hawa walikuwa mifupa nyingi na haikuwa kwenye mwili. Ilikuwa tu kila mfupa. Ukiona mfupa ya mtu hata saa hii ukutana na mfupa ya mtu. Ikiwa imekufa ilikufa kitabu haina nyama. Ile kitu unafanya unapiga na unapotea. Ni mahali ambapo ni pa kuhofia. Ni mahali ambapo pana hofu. Ni mahali ambapo hakuna mtu angependa kuwa. Ni mahali situation ambayo ukitazama kwa mawazo yako huwezi lala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kunikwambie there is a better report in the name of Jesus. There is a better report in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Na sasa hiyo point nyingine number 5. Nataka nikwambie kwamba hii mifupa haikuwa valid kwa sababu ya kwanza ambao haingeweza kuzikwa. Hakuna mtu alikuwa na ufahamu ya kwamba hapo kulikuwa na mifupa. Ni Mungu peke yake alijua. Na kama nabii mkubwa kama Ezekiel hakujua. Wewe unaona kama ni mtu gani angejua? Isipokuwa wale waliwaua peke yake. Na hao hawangekuja kuwazika kwa sababu ni adui zao. Hakuna mtu mwingine alikuwa na hiyo ufahamu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunaona ya kwamba it was exposed. The bones were exposed. Sahi, as I'm talking to you, the intelligence of this world is exposed.
Na tunaona hakuna kitu inaweza kusaidia. Watu wenye tunafikiriaga ya kwamba hapa Kenya tukipata njaa tunawakimbilia. Sasa hii wanauliza msaada. Is that not exposure? Bwana Yesu asifiwe. Is that not unburied situation, unburied circumstance, unburied issues in our lives? Hallelujah. Mimi nataka nikuambia kwamba wakati ambapo tunaongea kuhusu watu ambao wamejisikia, mataifa ambayo yamejisikia, hata tukitaka msaada tunawakimbilia. Sasa hii uwaambia wakusaidia kitu. Ndio utajua ya kwamba kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana shortage ya kila kitu. Wana shortage ya pesa. Wana shortage ya material. Wana shortage ya experts. Wana shortage ya experiences. Wana shortage ya everything. They have shortage in all their areas. Na hivyo ni kusema namna gani jamani? They are exposed. The world is exposed. And God anaonyesha his sovereignty and his mighty and power in such a situation. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanafikiria kama maybe kwa systems zao ambazo they are very perfect. Mpaka zingine wana import na wanatuletea hapa. Wanaweza kusucceed kwa kila kitu. Lakini sahihi, nothing is working. Nothing is working. Hakuna kitu ambacho kinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa tukienda mstari wa 3. Hapa ndio kuna habari kubwa watu wa Mungu. Maana tunaona a very strange question. Mungu anauliza mwanadamu. Na leo mniruhusu tuende hivyo kwa sababu nataka kukufundisha kitu ambacho kitakusaidia maisha yako yote katika jina la Yesu. Biblia inasema, and he said to me. Sasa ni Mungu anaongea na mwanadamu. Anaitwa Ezekiel, nabii wa kimataifa, mtu mkubwa. Anamuuliza, son of man, can this bones be alive? Na sasa anasema vile alijibu. Anamwambia, so I answered. Mimi nilijibu, hakunyamaza, alikuwa anajibu. Kama vile tunakuwa anajibu kwa maswali mengi ambayo yanakuja. Na Biblia inatuambia kwamba, oh Lord God, you know. Sasa hiyo ndio situation ambao dunia imetufikisha. Ya kusema ya kwamba Mungu sisi hatujui, wewe ndio unajua. Amen. We don't know, you know. Na ninaita strange kwa sababu hii ni swali ambao lilifanya hata yeye asikie kutetemeka. Maana sasa hiyo description yote ambayo tumepeana, mifupa ilikuwa ya kitabu. Kila kitu, hakuna kitu iko na kitu kingine. Mguu iko peke yake, kichwa iko peke yake, na hakuna masikio. Unajua wakati ambapo unaona body, unaweza ona kama kuna uwezekano wa kufufua kwa sababu tunaona Yesu alifufua. Mungu alifufua watu. Elisha alifufua mtu. Na sasa hata Paul alifufua watu. Yesu Kristo aliita mtu kutoka kwa kaburi, si kufufua peke yake. Mtu ambaye alikuwa amekaa kwa kaburi siku nyingi akamwambia toka, na akatoka. Kwa sababu alikuwa na body. Hii ni mifupa. Jamani. Sasa kuna maswali mengine, kuna mambo mengine unaangalia. Unaona kabisa hii haina masikio, haina mapua, haina macho, haina nyama hata kidogo. Sasa hii situation kama hiyo, mimi naona kama tu Ezekiel alipeana the correct answer. Tasema mimi sijui. Na ninaona Ezekiel alikuwa amefanya kazi nyingi. Hata miujiza alikuwa amefanya. Na inawezekana hata kufufua alikuwa amefufua kwa sababu hakuwa mchezo. Lakini hapa hii swali aliulizwa, alirudisha kwa mwenyewe. Haleluya. Na kwa hivyo wakati ambapo tuko katika hii situation ni kuulizana, tunaulizana maswali. Nani akona jibu? Kenya inauliza Amerika. Amerika inauliza China. China inauliza Russia. Ni nani akona jibu? Wanakimbia wanauliza Israel. Ni nani akona jibu ya hii kitu? We don't know. Na ikifika a situation of we don't know, there is one who knows, and he is our Father who is in heaven. It is our God who is in heaven. And therefore inafaa sasa tumrudie. Tumwambie kwamba Bwana, sisi hatujui tiba ya hii kitu. Na vile ambavyo tutakaribia Mungu ndio tutaenda mbali na ile kitu ambayo inatutatiza. Praise the name of the living God. I'm saying the more we go closer to our help, the more we make a distance between our adversity. Na kwa hivyo wakati ambapo tunapata suluhisho, tunapata jibu ya hii swali, tunakaribia ukombozi wetu kuliko mwanzo. Na swali hii ambao Ezekiel alirudishia Mungu, alimwambia kwamba mimi sijui. By the way, he could not even dare to give an answer.
He could not even guess. You can give it a try? No, there was no a try. Because the situation was scary. It was horrific. Ilikuwa fearful. Worries. Kila mahali ni kifo. Hakuna mahali ambapo hakuna hope. Sasa kama hakuna hope, hata mimi ninaona kama ningesema tu hivyo. Nimwambie Bwana, mimi ninaona kama siwezi nikachukua. Wewe ndio unajua. Praise the name of the living God. There is God who knows everything. And what we don't know, He has an answer for it. Even in this coronavirus, He has an answer for it. He has a word for it. Bwana Yesu asifiwe. Nifuate kwa hizo dakika kidogo. Na mimi nikuambie vile ambavyo mambo inaenda hapa katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. The humanity's strength has been brought to nail because our wisdom has been flattened. Hakuna kitu tunajua kwa sasa. There is a puzzle. Puzzle ni ile kitu ambayo inaachwa magapu. Na sisi watu wengi kama mimi sijazaki hiyo kwa sababu nilishindwa kuunganisha. Na kuna zingine zinakuja hata wale wetu mwerefu wanashindwa kujaza. Sasa hii kuna puzzle inaitwa corona dash. Hiyo dash itajazwa na nini? One who knows. Kuna yeye anayejua. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There is a better part. In the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Na sasa wakati ambapo tukitoka kwa swali, ile kitu kingine inafuata ni command and prophecy. Na sasa hapa command inatoka kwa Mungu. Command wakati ambapo imeingia kwa mtu inatokaga ikiwa prophecy. Are you getting that? A command comes from God. When it enters the man, it becomes a prophecy. And when man speaks the word, it becomes a reality. In other words, God creates through command. And man creates through prophesying. Praise the name of the living God. Na sasa hapa tunaona kitu mzuri. Maanake sasa hapa tunaona vile ambavyo Mungu aliweza kuongea na Ezekiel. Anamwambia again, he said to me, prophesy to these bones. He said to me, he talked to me, that God was with him. Inatuonyesha in the whole situation, God was with Ezekiel. Hakumwashiria. Alikuwa anataka yeye kama mwanadamu. By the way, hata hii answer anapeana hapa inatuonyesha alikuwa na uoga. Hallelujah. Na sasa anamwambia kwamba now, son of man, prophesy. Hallelujah. That is the beginning of the change. When God speaks, it is the beginning of change. It is the beginning of transformation. It is the beginning of new things. It is the beginning of hope. Praise the name of the Lord. And now here, in the first 4, Mungu ameongea. Ya kwanza, aliongea. Ya pili, akamuuliza maswali. Lakini ya tatu, na ya 4, sasa tunaona pia Mungu anaongea hapa. Na sasa si kuongea kwa kawaida. Si maswali anauliza, alianza na maswali. Lakini sasa anapeana suluhisho. That is where we are. Watu wa Mungu. Mahali ambapo Mungu anapeana suluhisho. Our God is giving a report. Hizi ripoti zote tumesikia. Watu wa serikali wameongea. Watu wa Minister of Health wameongea. Watu wa kimataifa wameongea. Serikali zimeongea, lakini wanasiasa walinyamaza. Na hatuwaulizi wakati huu, maana hata wao wanangoja report kama hii ambayo tunapeana. Lakini Mungu amesema nini? What has he spoken? There is a command. And when command comes into your heart, it stands to flow, bringing change, bringing hope, changing the situation, changing the circumstance, bringing healing, bringing deliverance, rescuing those who are down there. In the name of Jesus Christ. What am I speaking to you? Ezekiel was told to speak to bones. Listen, the bones had no sign of hearing. Ukiambiwa uongeleshe mawe sahihi, utaongelesha mawe. Hata ukiona tu mawe, can you have that mind that I can speak to this stone, this brick, na isikie? Miti miomo, miti ambayo imekauka, unaweza kuiongelesha na isikie hiyo sauti kweli?
unaweza kuwa na courage ya kuiongelesha. Sasa hiyo ndio situation ambayo Ezekiel alikuwa. Mpaka Mungu mwenyewe ndiye anamwambia kwamba sasa speak to them. Anaangalia anaona sioni sikio. Hata hii kitu hakuna maini, hakuna tupo. Sasa kitu kama hiyo wewe unaweza kuwa na courage ya kuiongelesha kweli? But I want to tell you something here. I want to tell you something here. When God speaks, where there is no life, the life begins to be. Where there is death, there is revival. Where there is no hope, the hope is created by what God speaks. Right now, we have a dry bone in the valley. The world has become a valley. Corona. Ndio imekuwa mfupa ambao umekauka. Hakuna mtu ako na jibu yake, lakini Mungu ako naye. Bwana asifiwe. Don't lose hope. Mungu ako naye katika jina la Yesu Kristo. Na sasa ninaona kama kwamba Ezekiel alifikiria kama mtu wa kawaida, kama vile mimi na wewe ambao unatazama tunaweza kufikiria tu. Unaweza kutazama tu uone kwamba kulingana na mawazo yangu sasa hapa ujuzi wangu umefika mwisho. Akili zangu zimefika mwisho. I have no idea. Please God help us. Hapo ndio tuko katika jina la Yesu Kristo. Na sasa hapa tunaona ya kwamba Yesu ambaye alifufua ndiye yako. Mungu ambaye alikuwa wakati huo ndiye yuko mpaka sasa. Na ndiye atakayekuja. Na ndiye anasema ya kwamba hawezi akatuachilia. He is our rock. He is our horn of salvation. Yeye ndiye ametushika na mkono wake. Na anasema ya kwamba katika Deuteronomy ya kwamba hakuna wakati ambapo atatuacha na hata tusahau kamwe. That is our God. Anatupenda hata wakati huu ambao corona imekuwa dry bone. There is a voice that God has spoken today of hope. There is a better report. Biblia inasema nikimalizia sasa, I give you a summary. Biblia inasema ya kwamba there was death. Oh, bad situation. Horrific situation. Scary situation. Death is kitu kizuri. Na saa hii watu wengi, kila mtu anaogopa. Ukikutana na mtu unaona tu anaweza kukupatia corona ukufe. Na mimi nataka nikwambie kwamba kama hiyo mifupa wakati ambapo Ezekiel aliprophesy to them, kila mfupa iliingia mahali pake. Na mfupa ya mguu haikuenda kwa shingo. Na mfupa ya kichwa haikuenda kwa mdirimo. Kila kitu ilienda mahali pake. Through his voice, everything will go to its position. In the name of Jesus Christ. Economy inarudi mahali pake. Glory to God. When there is a reunion. Reunion means kila kitu ambacho kilikuwa kimetoka kinarudi mahali pake. Vitole irudi mahali pake. Bwana asifiwe sana. Backbone irudi mahali pake. Bafu irudi mahali pake. By the voice of God this happened. And it can happen even today. Ni kwa sababu Mungu wetu yuko hai. Na Mungu wetu anatenda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. There was a union. There was death, number one. Number two, when God intervened, the union came. Biblia inasema ya kwamba Ezekiel aliambiwa ya kwamba sasa ambia hiyo mfupa irudi, kila mfupa ikarudi mahali pake. Ilirudi na Biblia inasema there was noise. Na ilikuwa noise kwa sababu mfupa ilikuwa imekauka. Kama ilikuwa na nyama haiwezi piga makelele. Hallelujah. Na ikarudi na haikukosea. Na hivyo ni kukwambia ya kwamba ile kazi ambayo ni yako, when God speaks, it will come to you. Everything that belongs to you and all what you have lost within this time. Oh, hallelujah. There is a better report. It won't miss its position. Kama mifupa haiku miss, hata mambo ya maisha yako haita miss position yake katika jina la Yesu. Ya mguu itarudi kwa mguu. Ya kichwa itarudi kwa kichwa. Ya uso itakuja kwa uso. Ya tumbo itakuja kwa tumbo. Na ya kifua haitakosea mahali pake, iende kwa mgongo. Katika jina la Yesu Kristo. I want to prophesy to you tonight that whatever you have lost in terms of business, in terms of your friendship. Kuna watu wamepoteza watu wao kupitia hii corona. Watu wazuri, wapendwa, madugu, marafiki zetu. Watu ambao tumeitanishwa na wao wa karibu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini nataka nikuambie ya kwamba siku ya leo, when God speaks, there is a union. May there be reunion in your life in the name of Jesus Christ. Your financial status to locate its position in your life in the name of Jesus. Your business to locate its position in your life in the name of Jesus Christ. May the economy of Kenya locate its position in the name of Jesus Christ. May the leadership of Kenya receive its position in the name of Jesus Christ. And I want to tell you today, ya kwamba taifa letu halitaangamia hata kama kuna confusion katika hii dunia. Juzi nilisikia watu wakisema ya kwamba ati kuna vaccine imetengenezwa, naye Obama akatokea akasema ya kwamba hiyo vaccine ni poison ya kuua watu. Hii dunia imejaa confusion. It's only the word of God that can give us hope. It's only a report of God that can give us hope. There is no any other source of information that can encourage our lives, that can make us to move forward apart from the voice of God. And that's what I'm speaking to you tonight. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. May there be a reunion. With all what you lost in your life, may reunion take place. In the name of Jesus Christ. May all what is dead in your life receive its life. Kila kitu ambacho kimekufa katika hii situation, katika muda hii ambapo dunia yote imetigizika na misingi ya dunia imetigizika, kifufuke katika jina la Yesu. Let us see what happened. There was a resurrection. Baada hiyo mifupa kurudi mahali pake, Biblia inatuambia ya kwamba Ezekiel alitazama na macho yake hii, akaona sinio zinarudi mahali pake, nyama zinarudi mahali pake, mikiha inarudi mahali pake, na kila kitu, hakuna kitu ilikuwa inakosea. Sasa hii ni kusema kitu gani? Wakati ambapo mifupa haina nyama, hauwezi ukajua hata ni nani. Mifupa ni kafu, na mifupa yote inafanana. Hakuna mfupa ya green na hakuna mfupa ya black. Mifupa yote inakuwa the same color. Sasa ndio tofauti. Na wakati ambapo haina nyama, kujua ni ya nani ni ngumu. Na sasa hapa tunaona ilirudi nyama, ikarudi, ikafunika, akaona macho imekuja, akaona masikio imekuja, akaona tumbo imekuja, akaona na nikoli. Sasa there is a sign of life. Na nataka nikuambia hata wakati huu there is a sign of life. Corona is coming to an end in the name of Jesus Christ. Our social life is coming to reunion. Is coming back to its life in the name of Jesus Christ. Our economy will come back to life in the name of Jesus Christ. Alitazama akaona zote zikikuja. Na hii sasa ni sign ya kusema nini? Beauty, the glory of God. When there is a resurrection, watu huanga warudi vile walikuwa. Wanarudi na utukufu mwingine, na urembo mwingine usio ya kawaida. Na ninaomba hiyo ikuwe portion yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Sasa resurrection ikakuja. Aliambiwa, alipatiwa 2 commands. Amen. Na 2 commands resulted to 2 prophecies. Command ya kwanza, tabiria hii mifupa. Command ya pili, ita upepo kutoka kona zote ambazo zinatoka upepo. Amen. Na alifanya hivyo wakati ambapo upepo ilikuja, ikaweza kuingia kwa zile body. Biblia inasema kwamba wakaamka. Aliona wazee wakiamka. Maana yake na sioni kama wamama walikuwa wanapigana wakati huo. Na kama walikuwa wazee. Jeshi akaona mwanaume ameamka wa kwanza, akaona wa pili ameamka, akaona wa tatu ameamka, na wakaamuka wote. Na kwa hivyo there is resurrection. Don't lose hope. Kwa sababu ya ile kitu ambacho kinaweza kuwa kimeanguka, ama ile ripoti ambayo unaipokea, there is resurrection in the name of Jesus. Na Biblia inasema ya kwamba ukisoma katika Greek, the Holy Spirit ni pneuma. Pneuma ni kusema ya kwamba ni upepo, is wind. Amen. Na kwa hivyo hapa tunaona the work of the Holy Spirit akileta regeneration, akileta hope tena, akileta life kwa wale watu ambao walikuwa wamekufa. There is every step of happening, and whatever is happening is giving hope for a life and a better life to come in the name of Jesus Christ. Na Biblia inasema kwamba after that, si watu tu walifufuka. Maana yake mtu ambaye anajisimamisha na miguu yake
Ni kusema ako life and health. Wewe ni mtu ambaye amefufuka. Amejisimamisha. Na Biblia inasema ya kwamba akafanya jeshi kutoka kwa hiyo. Jeshi ni kusema ya kwamba you are enabled to conquer and overcome in the name of Jesus. And that's what God is doing in your life. There is a better part. Because what is dead is coming to life. There is a union with all what get lost over your life in the name of Jesus Christ. There is a selection of what you look back and see. Unasema ya kwamba sasa ningekuwa nimetengeneza 1 million. Sasa ningekuwa nimetengeneza 50,000. Sasa ningekuwa nimetengeneza hii. May it be restored back to you at the right time in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Na mimi nataka nimalize kwa kukwambia hivi. In the book of Numbers, chapter 31, and verses 49. Baada ya vita, Biblia inasema Israeli wakarudi kwa Musa. Wakamwambia kwamba tumehesabu watu wetu wote na hakuna hata mmoja amepotea. Mimi nakutabiria siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ya kwamba hakuna kitu chako kitapotea. Watu wenu hawatakufa na coronavirus. Wewe hautaangamia na coronavirus. Na chochote ambacho kitakuwa affected kwa maisha yako na coronavirus, Mungu atakurejeshea. Our God has not changed. Our God has not changed. Wapendwa, Mungu wetu hatabadilika. Inamisha uso wako tuweze kuongea kidogo katika jina la Yesu. Maana we have to speak. Sio Mungu aliongelesha mwanadamu, naye mwanadamu akaongeleza situation. I want us for 1 minute tuongeleze ile situation ambayo tuko ndani yake wakati huu, na Mungu anaenda kuibadilisha katika jina la Yesu. Inua tu mkono wako mmoja wa kulia juu na useme sasa, Bwana, tumekuja mbele zako kwa sababu tunajua ya kwamba unatenda. Hatuna jibu la coronavirus. Hatuna jibu ya hii ugonjwa. Hatuna suluhisho, hatuna madawa, lakini Baba wa mbinguni tunajua ya kwamba una report kuhusu hii situation katika jina la Yesu. Just speak to the Lord for a minute in the name of Jesus. Oh, hallelujah. We worship and we give you glory, Lord. We honor you, Father. We mashata baboza. Raboshata bababagandroboza. We thank you and we give you glory. We give you honor. You are worthy. We worship your name. We glorify your name. We honor your holy name. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Umetukuka Bwana. Umeinuliwa Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Mungu wa miungu, unayetenda makuu. Tembelea maisha ya huyu ndugu, tembelea maisha ya huyu dada. Bwana wa mbinguni, tenda muujiza siku ya leo. Let there be life in the name of Jesus. Let there be reunion in the name of Jesus. Let there be selection today in the name of Jesus Christ. At his family, Bwana, let there be life in the name of Jesus. In this business, oh God, let there be life in the name of Jesus. In our ministries, oh God, tunaomba ya kwamba milango ya nyumba ambazo Bwana tumekujengea kuabudu inaenda kufunguliwa tena katika jina la Yesu. We speak to this situation now by the authority in the name of Jesus. The name that is above any other name that is mentioned in heaven and on earth. Oh, that God, the situation of coronavirus is coming to an end, is suppressed, is defeated in the name of Jesus Christ. Makali yake tunaimaliza katika jina la Yesu. Nguvu zake tunazimaliza katika jina la Yesu. Oh, kuendelea kwake tunakumaliza katika jina la Yesu. Baba, bariki watu hawa. Inawapeana mikononi mwako. Ninaomba siku ya leo ya kwamba Bwana, you are the port of hope. Lord, may develop. Ikuwe ndani yao. Izungumze ndani yao. Kwa roho zao na mawazo yao. Katika jina la Yesu. Wainue Bwana wakati kama huu. I declare the voice of the blood of the Lamb of God over their life in the name of Jesus. Na ninaomba ya kwamba Bwana uwabariki watu hawa. Ninaomba ya kwamba Bwana uinue watu hawa. Walinde Bwana, ninawaweka mikononi mwako. Uwe pamoja na wao katika jina la Yesu. Asante, pokea sifa. Pokea utukufu na heshima. Maana zote ni zako. Na hakuna Mungu aliye kama wewe. Kama unanitazama,
na haujaokoka, I want to tell you something. Yakoba Ezekiel pia aona hii mambo na Mungu aweze kumzungumzia. He was in the spirit. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kazi ndani yake. Ndio uwe partaker ya promises za Mungu. You need to give your life to Christ. Kama uko hapo, inua mkono wako, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako siku ya leo. Nisamehe dhambi na makosa yangu yote. Kuanzia siku ya leo mimi nimeokoka. Ingia ndani yangu ukaweza kutawala pamoja na Roho Mtakatifu na Mungu Baba katika jina la Yesu. Uniongoze kuanzia sasa. Maisha yangu yote sasa nimepeana kwako na nimekataa shetani. Nioshe kwa damu yako Yesu, na kuanzia sasa mimi ni kiumbe kipya. Na kubariki katika jina la Yesu, na hiyo wokovu Mungu aidumishe ndani yako. Na kiu na njaa ya kutafuta Bwana ikadumu ndani yako katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu. Wiki hii yote Bwana, naombea wapendwa hawa Yakoba Mungu. Jehovah Father, in the name of Jesus, it will favor them in the name of Jesus. It will not fight them, but fight for them in the name of Jesus. Hakuna ajali na mikosi itapata watu hawa katika jina la Yesu. Nimepinga nguvu zote za adui. Nimekanusha ripoti zote zisizo za Mungu katika jina la Yesu. Nimevunja kila maagano isiyo ya kiungu ambayo inafanywa chini ya jua hili. Bwana wa mbinguni, tunaiweka chini ya nyayo zetu. Na tunaomba ya kwamba Bwana, your report will prevail against any other report in the name of Jesus. Bwana, pokea sifa na heshima katika jina la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Bwana wabariki. Ukipenda kuongea na mimi utanipigia simu 0722 53 8866. Tutaka tuombe pamoja. Yule ambaye ni mgonjwa, natangaza uponyaji wako. Wewe ambaye una mahitaji, wewe ambaye unadaiwa na shaila kwa wakati kama huu, naomba ya kwamba Bwana akutembelee katika jina la Yesu, na Mungu akushindanie katika jina la Yesu. Wewe ambaye una masumbufu mengi katika mawazo yako, may God visit you today in the name of Jesus. May God change the situation in the name of Jesus. May God bring life to that situation today in the name of Jesus Christ. Na Mungu wetu ni mwema, atakufanyia mambo mazuri na atakufanyia mambo makubwa. Sasa tukutane Tuesday kutoka saa 1:45 mpaka saa 2:15. Wiki hii yetu ya Pasaka ni ya kutazama msalaba na kuona ukombozi ambao Mungu wetu ametupatia. Na kwa hivyo ni vizuri tuangalie wiki hii dhamana ya wokovu, ama tuangalie mambo ambayo Mungu ametufanyia, ndio tukaweza kufika hapa na tukaweza kuwa na tumaini na tukaweza kuwa na nguvu katika Mungu wetu. Tuendelee kusimama, tuendelee kuomba, tuendelee kuita Mungu na kutafuta Bwana wetu. There is a better report. Hallelujah. May God bless you. May God do you good. Mungu akutane mambo mazuri. Mungu akubariki sana. Mungu akushindanie. Wednesday tukutane MTN TV. Na katikati ya wiki kutoka saa 6 mpaka saa 7 tukutane kwa TV. Na Bwana ataweza kukubariki. Ukitaka kutuona zaidi, YouTube account Utawala CFF, ukienda pale utapata summons zetu kwa wingi na usubscribe na Bwana atakubariki. Kwa hivyo nakutakia wiki njema. Shalom. Shalom. God bless you.